Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Album itatoka baada ya hii concert na tukitoka hapa Dar es Salaam tarehe 20 tutakuwa Royal Village Dodoma na tarehe 27 tutakuwa kwa Tunza Beach Arena Mwanza na tutawatangazia kama kutakuwa na mkoa mwingine tena, lakini kwa kuanzia tumeanza Dar es Salaam, tunakwenda Dodoma, alafu tutakuwa Mwanza. Kuna kipi ambacho kimejificha kwenye diary ya Jide? Kuna vitu vingi ambavyo watu hawavifahamu, lakini ni story za maisha yangu ya utoto ninapokuwa na muziki kwa ujumla. Kwa hivyo nimeona ni kitu kizuri kwa watu wapate kujua safari yangu ilikuwaje. Kuna vitu ambavyo wanakuwa wanasikia lakini hawana uhakika, au kuna vitu wanaambiwa lakini kutoka kwa mtu wa pili na watatu lakini hawajavisikia kutoka kwangu. Na story siku zote inapopitia kwa watu watatu mpaka wanne hadi kufikia inakuwa imebadilika, lakini story unapoisikia kutoka kwa mwenyewe inakuwa ndio story original. Okay, muziki wako najua ni kipaji, ni maisha yako. Una ukomo labda baada ya miaka 25 useme sasa hebu niwaachie na mabinti wengine waendelee? Kwa bahati nzuri sana muziki hauna retirement kwa sababu sio ajira ya kusema umeajiriwa, ni umejiajiri wewe mwenyewe. Alafu ni addiction, ni hobby, ni passion. Kwa hiyo kama ni kitu ambacho unachokipenda hakuna expire date wala hakuna retirement. Watu wengi tumewaona wanaimba mpaka wengine wanaangukia jukwaani wanakufa. Kwa hiyo ni pale tu nguvu zitakapokuishia, kwa sababu hii ni talanta ambayo Mwenyezi Mungu anakuwa amekupa. Sio kitu ambacho unasema unaachia mtu. Huwezi kumwachia mtu moyo wako. Siku unapouachia ina maana ndio umekufa. Safi, hongera sana. Miaka 25 na safari ya Lady JD mpaka kufikia leo, ina mchoro gani kwa wanamuziki wanaokuja sasa hivi na watu wanaofahamu Lady JD kwa sasa kizazi hiki kingine? Nafikiri mchoro halisi ni picha kubwa ya kuwa imara na kukiamini kile unachokifanya. Na kwenye miaka 25 yako leo, wakati unaendelea kufurahia, unakumbuka ni tukio gani ambalo lilikurudisha nyuma lakini ulikuwa ni mwanamke imara ukasimama nao? Nafikiri leo kwa kuwa tunasherehekea na tunafurahia ushindi na mafanikio, ni vizuri kufocus na mambo mazuri zaidi kuliko kufocus na mambo mabaya. Kwenye album ya Silva leo tunakwenda kushuhudia Lady JD wa namna gani? Lady JD ambaye mnamfahamu na Lady JD ambaye hamumfahamu na Lady JD mnayempenda. Asante. Pia show ya leo umeidedicate kwa wanawake watatu, kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tina Habash pamoja na mwanamke mamangu mzazi, sio mwanamke mwingine. Yeah, have some respect. Wana nafasi gani kwenye maisha yako na wanamaanisha nini hasa katika siku hii leo? Mimi kama mwanamke na wanawake ambao ni kama walezi wa jamii na walezi wangu mimi, nimeona ni busara sana kutoa heshima kwao, kwa sababu kwanza ni kwa mama yangu ambaye amenilea, na mama wa mume ambaye nilikuwa nimeolewa, na mama ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ni kioo kwa wanawake wote katika nchi hii. Wasanii wanaofanya muziki ni wengi sana, lakini wewe ni mwanamke pekee ambaye leo una release album yako ya 10. Kitu ambacho hamna mwanamke ambaye msanii wa Bongo Flava ambaye amefanya hivyo na wanaendelea kufanya. Una kipi cha kuambia? Wasife moyo. Kila namba huanza na moja, na hakuna safari rahisi wala hakuna safari ya haraka. Kwa hivyo katika kila mwanzo waliouanza kuna matumaini mbele na mwanga upo kama wataweka nguvu katika kila kitu. Album 10 sokoni, unafurahia matunda ya huo muziki wako? Tuseme leo unamwambia binti anaanza muziki, mimi muziki ulinilipa pamoja na nguko lote, ila nafurahia umenipa hiki na hiki. Muziki ndio kila kitu katika maisha yangu na sina kitu chochote ambacho naweza nikaficha au kitu ambacho mtu atasema mtu ananijua kwa sababu ni muziki. Kwenye album ya Silva tutegemea Lady JD alianza na kula. Huwezi kuanza ukawa vile vile, watu wanabadilika kila siku. Kwa hiyo kila siku ni vitu vipya. Mtegemee vitu vingine tofauti na vile ambavyo mlikuwa mkivisikia siku zote. Lakini rap Ukiacha wanawake watatu ambao umesema unaidedicate siku, kuna watu wengine unawakumbuka kwenye muziki wako? Najua wako wengi, lakini ambao unatamani kuwashukuru kwa kusupport na kusaidia. Wanawake wapo wengi, wanawake ambao hata kama support sio ya moja kwa moja, lakini mtu yote ambaye umekuwa ukimsikiliza akakuinspire ni kitu ambacho unatakiwa kukishukuru kwa sababu kimekujenga na kukufanya ulipo. Kuna watu kama Patricia Hillary niko nayo siku leo. Kuna watu kama Adija Kopa, watu ambao wamekuwa ni role models wetu.
kuna wengine wa nje ya nchi ambao hata hatujawahi kukutana. Kwa hiyo shout out kwa wote. Ukiacha wanawake, mwingine nani unatamani umshukuru siku ya leo kwenye muziki wako ameplay nafasi kubwa? Master J, Taji Liundi, Mike Mwagama na wengine wengi. Siwezi kumkumbuka kila mtu. Marehemu Gardner unaweza Ruge Mutahaba, Joseph Kusaga na wengine wengi. Okay, umekuwa ukifanya live most of the time kwenye show zako, lakini wasanii wetu Bongo wanalalamikiwa sana kwenye issue ya live. Wapo week na last time umeona issue ya BN Zanzibar. Kuna kitu gani cha kuambia wasanii wa leo ambao wanafanya muziki? Kwa kweli leo sikuja kutoa ushauri, leo nimekuja kucelebrate. Naomba tu celebrate na tusiende kupeleka negativity, naomba tupeleke positivity kwa sababu hicho ndio kitu tunachokiangalia kwa usiku. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.